Hello, Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Daniel Maziku Jeyala. Nikukaribishe katika kipindi cha leo. Swali tutakaloenda kuliangalia ni hili hapa. Kama Mungu anajua vyote, kwa nini alimruhusu shetani kuasi? Sina maana nyingine yoyote mbaya ninapojaribu kukuletea haya maswali. Lengo langu ni kwamba inabidi uelewe ni kwa namna gani Mungu anatenda kazi. Tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Yeremia ile sura 32 mstari wa 17. Nitasoma katika version ya Kiingereza, NIV version. Neno la Mungu linasema kwamba Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Yeremia alitumia neno sovereign God au sovereign Lord kumwelezea Mungu. Hii ni moja ya sifa ya Mungu. Ni Mungu ambaye anatawala katika namna ambavyo ni tofauti na vile ambavyo sisi katika ulimwengu huu tunatawala. Mfumo wa Mungu wa utawala uko tofauti sana na mfumo ambao sisi tunautumia hapa duniani. Katika utawala wa Mungu kuna kitu kinaitwa free will choice. Mungu hambani mtu katika kile kitu anachotaka kukiamini. Mungu hamchagulii mtu kitu cha kuamini. Mungu ameachilia huu uwezo kwa kila mtu aweze kufanya vile ambavyo yeye anaona ni vyema. Ndio maana Mungu hawezi akamuua mtu kwa sababu amefanya mabaya. Hawezi akamuua mtu kwa sababu amefanya mema. Hawezi akamdhuru mtu kwa sababu amefanya jambo fulani. Maana Mungu ameachilia uwezo kwa sababu ya asili yake vile alivyo. Yeye ni Mungu ambaye ni sovereign God. Anameachilia hii free will kwamba kila mtu ana uwezo wa kufanya maamuzi yake bila kuingiliwa na Mungu. Kila mtu anaweza kuamua chochote anachotaka muda wowote bila kuingiliwa na Mungu. This is the free will choice ambao Mungu ameachilia kwa kila mwanadamu. Vivyo hivyo hata mbinguni. Mungu ana free will choice kwa malaika zake ya kwamba wao wamechagua kumwabudu Mungu siku zote za maisha yao. Mungu hajamforce yoyote yule kwamba mwabudu, lakini ni ile kawaida, lakini ni ile nature amewaumba wamwabudu. Wako vile wanamwabudu Mungu kwa sababu ni kitu ambacho wamechagua kuwa hivyo. Ndio maana shetani anavyoasi, sio kwamba Mungu alikuwa hajui kwamba shetani ataasi. Mungu ni moja ya sifa ya Mungu ni Mungu anayejua vyote. Kwa maana sasa Mungu anajua mwanzo, anajua mwisho kutokea mwanzo. Anaelewa kwamba shetani ataasi kwa sababu tu hawezi kumzuia, kwa sababu Mungu ni Mungu ambaye anaruhusu kila mmoja afanye kila ambacho anajisikia. Afanye, exercise the free will ambayo Mungu amempa. Ndio maana shetani anaamua kujiinua kwamba anataka afanane kama Mungu. Mungu hawezi akamzuia kwa sababu ameamua yeye mwenyewe. Kwa sababu ameamua shetani, kama shetani ameamua awe kama Mungu. Mungu anamwacha afanye anavyojua kwa sababu yeye ni Mungu ambaye ni wa haki. Utawala wake ni wa tofauti sana na sisi. Na ukiangalia katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura 30, Mungu anatuambia kwamba nimekuwekea leo mauti na uzima, chagua. Kwa maana sasa kumbe ni kitu ambacho amemwekea kila mtu. Ni uchaguzi wa kila mtu kufanya anachotaka. Kwa maana unaweza ukaamua uchague mabaya au unaweza ukaamua uchague mema. Ilikuwa hivyo kwa shetani. Maana alikuwa ni malaika wa Mungu ambaye alikuwa anamtumikia Mungu, ambaye alikuwa before amechagua kumwamini Mungu, amechagua kumtumikia Mungu, alichagua kumsifu Mungu. Lakini kuna mawazo mabaya yaliyomwingia ndani yake, akajiinua. Mungu hakumzuia, na Mungu alijua kabisa kwamba huyu ataasi. Lakini kwa kwamba Mungu alijua kwamba huyu ataasi, kwamba amzuie, haikuwa hekima ambayo Mungu anatenda. Mungu alimwacha afanye kama anavyofanya. Ndio maana Mungu anakuja kutangaza uokovu ambao ulikuwepo tangiepo hata kuweko kwa misingi ya dunia. Yesu Kristo alitangaza kwamba atakuja duniani kabla hata ya sisi kuumbwa. Kwa maana sasa kumbe hiyo plani ya Yesu kuja kutuokoa sisi baada ya kuanguka dhambini iliwekwa kabla hata shetani hajaasi mbinguni. Hiyo plani ya Mungu kuja kutuokoa sisi wanadamu baada ya kuanguka dhambini, Mungu aliwahi kuiweka tangiepo hata shetani hajaasi. Tangiepo hata shetani hajaasi, kwa sababu Mungu anajua vyote. Alijua kwamba shetani ataasi kwa sababu atajiinua, akatengeneza mpango wa kumuokoa mwanadamu kwa kumtuma mwanae wa pekee Yesu Kristo. Sijui tunaelewana? Kwa maana sasa kumbe Mungu ana exercise ile hali ya utawala wake wa kimungu, ya kwamba hamwamlii mtu cha kufanya.
Shetani aliamua aasi, Mungu hawezi akamzuia. Alimruhusu afanye hivyo. Lakini kwa upendo wake yeye Mungu, kwa sababu yeye sisi alitupenda tangiepo hata kabla shetani hajaasi, akawa ametutengenezea utaratibu mzuri wa kutuokoa sisi kwa sababu ya huyu mwovu mmoja shetani aliyeasi. Kwa kusema hivyo, Mungu ni Mungu ambaye anatawala kwa haki. Anatawala kwa haki sana na hatuamulii namna ya kuishi. Kwa maana yake ametupa uzima, ametupa na mauti. Unabidi uchague kitu ambacho inabidi ukifanye.